Haleluya, mtu wa Mungu. Ni wakati mwingine na saa nyingine ambayo Mungu amenipa neema nije niseme nawe tena. Na leo nataka niendelee na ufafanuzi wa kitabu hiki cha Maisha Bila Tamaa ya Zinaa. Naamini kwa yote ambayo unaweza kuwa umekwama kwenye kuangalia picha za uchi, kupiga punyeto, tamaa tu ya zinaa, unaweza ukawa unaendelea kupata majibu kupitia video hizi ambazo nazitoa na maelezo haya nayatoa. Wakati uliopita nilikuwa nasoma yaliyomo kwenye kitabu, lakini sasa hivi kitabu hiki na mada nyingi, lakini kwa kuwa wengi wamekitafsiri vibaya na kuamini ni kitabu kana kwamba kinachopingana na hoja au matakwa na malengo ya watu kwao kuolewa. Mwisho wa kitabu hiki niliandika mada iliyokuwa inahusiana na falsafa, mtazamo wa mwandishi wa kitabu koje. Kwa nini nimeandika kitabu hiki? Nini kimenisukuma? Nina maono gani na malengo gani? Na nini hasa kimenisukuma kuweza kuandika kitabu hiki? Kwa hiyo kwenye kipindi hiki nitasoma kwanza utangulizi wa hiki kitabu, lakini kabla sianza kuingia ndani nitaenda kufafanulia kuhusiana na falsafa, malengo na kusudi la uandishi wa kitabu hiki. Katika utangulizi nimeandika kwamba tunaishi katika dunia ambayo dhambi imezagaa kila kona, na dhambi yenye nguvu kubwa ya ushawishi kwa watu ni zinaa. Huenda watu wengi sana huwa na tamaa ya zinaa bila kujijua kuwa wana tamaa ya zinaa, kwa kuwa taarifa nyingi zilizozagaa kila kona kazi yake ni kuchochea tamaa kwa kujua au kwa kutokujijua. Kwa hiyo mtu unakuwa una tamaa kiwango ambacho hujijui kuwa una tamaa. Unadhani huo ndio wanaume, unadhani huo ndio uzima, kwa sababu sasa hivi uko umeshinda tamaa na kuligadi, wanakuweka kwenye kundi, wewe ni mgonjwa. Manake mwenye tamaa nyingi ndo anaonekana kama ni mzima, kama yeye ndio mwanaume, sijui anaziweza show, lakini kumbe ni wingi wa tamaa iliyojaa ndani yake. Ili upone na janga hili la tamaa ya zinaa, ni lazima uwe umemshika Yesu kwa juhudi sana. Hapo ndipo damu yake itaonekana kukutakasa na kukufanya mweupe kwenye ufahamu hadi kwenye mwili wako. Kitabu hiki kimeandikwa mahususi kabisa kwa ajili ya nyakati hizi za kuongezeka kwa utandawazi na kizazi cha zinaa, ambazo vijana kwa mabinti, waliooa kwa walioolewa, walokole kwa wapagani, asilimia kubwa wanawaka tamaa ya zinaa. Labda nieleze kidogo tamaa ya zinaa ni nini. Tamaa ya zinaa ni ile hali inayotokea kwenye mwili au ufahamu wako baada ya kumwona mtu wa jinsia tofauti mwenye umbile au muonekano fulani wa mwili wake, na kujikuta wazo au picha ya maumbile yake yalivyo yanavyofaa kwa zinaa. Yani wazo linalokujia ni vile umbile lile, suitako lile, mwili ule, yani kwa kweli ningelana yule. Yani wazo linalokujia ni ambavyo yangefaa kwa zinaa, ambavyo yangekuwa mazuri zaidi kwa zinaa, ila ni kwa zinaa. Kwa zinaa wazo linalokuja haraka ni ambavyo yangefaa kwa zinaa. Yani unatengeneza picha ya kuwa kama ungezini naye, ungelala naye kitandani kwa kama ile. Kwa sababu kimsingi nimekwambia tamani taarifa. Kuna taarifa unazisikia kwenye mitandao, unazisikia ambazo zinakuharibu kichwa. So finally unakuwa ni mtu ambaye unaunganisha wanasemaga wenye matako makubwa, wenye hivi, walio wembamba hivi, wanasemaga. Ziko taarifa nyingi kwenye mitandao sasa. Kipita utakuta tu wameandika title jinsi ya kuifinyia kwa ndani. Kwa ni vitu ambavyo viko kwa ajili mahususi
kwa ajili ya kumharibu huyu mtu ambaye anakuwa anavisikiza. Au ungemoa, sijui ingekwaje. Yani linaingia wazo la kana kwamba kuna uzuri, kuna raha ungeipata, linaingia kwenye akili yako na kupelekea hata akili yako kuvurugika kwenye kitu ilichokuwa inakifanya kabla hujamuona huyo mtu wa jinsia tofauti. Yani hauwezi kuendelea kufanya ulichokuwa ukifanya kwa umakini ule ule. Moja kwa moja wazo lile linakupeleka kwenye kitendo chenyewe cha zinaa ambavyo kingekuwa kinatokea ingekwaje. Na ndio maana Yesu aliwahi kusema kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake, Mathayo 5:28. Hiyo ni dalili tosha kwamba kuna jamaa amekamatwa kichwa chako, anaitwa tamaa, na yeye ndiye anaendesha mawazo na akili yako kwa wakati huo na wakati mwingine mwingi. Kiufupi, hapo akili yako inakuwa haiendeshwi na wewe mwenyewe. Ndio maana hata kuendelea na jambo ulokuwa unaendelea nalo kabla inakuwa changamoto kali. Nikujulishe kwamba tamaa sio tu kule kuona, umeona paja fulani, umeona tako fulani na shetani anakusemesha ona mwanamke yule unaweza kuzini naye. Tamaa sio hiyo. Tamaa ni kujikuta kwanza we mwenyewe akili yako inaganda pale, na pili sio tu inaganda, hata baada ya kutoka pale unaenda usiku unalala bado yale makali yako kichwani. Yani unaenda bado kitu fulani ulichokiona, bado mwanya fulani ulioona, sura fulani bado iko kichwani. Pale ndio tamaa inakuwa imekutawala. Tamaa ina kawaida ya kukutazamisha vitu kana kwamba ni vizuri sana kuliko vile ulivyo au vile ulivyo navyo. Ndio maana inatesa kote kote. Walio kwenye ndoa na walioko nje ya ndoa wote wanaumia tamaa, kwa sababu walio kwenye ndoa anaona mke nile naye hanifai, haniridhishi, hanitoshi, ni kama ningekuwa na yule, ni kama ningekuwa, yani anaona ni kama yule, ni kama binti wa aina ile, ni kama yani kuna mtu ningehitaji kuwa naye. Tamaa huwa ni mbegu inayosukuma kulitazama au kufanya jambo, huku ikikwambia kuwa ukifanya kile tu utakuwa umeshamaliza kila kitu, utakuwa umeridhika. Kumbe ndio utakuwa unaanza safari nyingine ngumu zaidi. Kama ni tamaa ya kuzini, kuna kwambia yani ukizini na yule yani yule ukimpata yule hautaendelea tena kutafuta binti wengine. Ukipiga tu punyeto, yani leo hii mara moja tu, yani ukipiga leo punyeto utakuwa umemaliza, hautakuja urudie tena. Lakini kumbe kimsingi kile unachokifanya kinaanzisha safari mpya ngumu kwenye maisha yako, ambayo inatokana na wewe kujiendekeza kwenye ile dhambi au kwenye ule uovu fulani. Ambaye hujaoa unadhani ukioa tamaa zinaa itaisha. Yani tamaa huwa inakuongoza au kukusemesha kuwa ukioa tu mimi nitaondoka. Yani tamaa inakuwa inakwambia ukioa ukimpata yule, tamaa inakuwa inakusemesha kwamba yenyewe itaisha kabisa au itaondoka. Na kumbe hujui tamaa ni mbegu ya shetani, na shetani hamuogopi binti utakayemuoa, hamuogopi binti utakayemuoa hata aondoke kwako ati kwa sababu umeoa, bali anaogopa mamlaka au nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu inayoweza kumeza uzuri au fahari itokanayo na kitu kingine chochote cha maisha haya. Kama unasoma kitabu hiki bado hujaoa, chonde usioe kwa sababu unadhani ndio dawa ya tamaa. Chonde usioe kwa sababu unadhani ndio dawa ya tamaa. Ukioa huyo binti kwa sababu ya tamaa, baada ya wiki moja utamwona mwingine mzuri zaidi ya huyo. Kama ulioa mnene utamwona mwembamba ni mzuri. Okay, anyway, kwa sababu ya muda na kwa sababu sitaki video hizi ziwe ndefu kuwachosha watu, tukutane wakati mwingine ambapo nitakuwa naendelea kufafanua katika part 4 ya kitabu cha Maisha Bila Tamaa ya Zinaa. Nitakuwa nikiendelea kufafanua kwa namna moja ama nyingine. Neema ya Kristo siwe pamoja nawe, nikutakie wakati mwema. Amen.